Majina naitwa Yohana Ernest. Hii ni afisa lishe kutoka hospitali ya mkoa wa Tabora Kitete. Kwa lugha rahisi, utapiamlo inawezekana ikawa ni upungufu wa virutubishi mwilini au mtu akawa na akawa na kuta watu wengine wanakula vyakula ambavyo vinapelekea na uzito mkubwa. Kusema baadhi ya virutubishi vinakuwa viko kiasi kikubwa mwilini. Kwa mfano ulaji wa vyakula vyenye asili ya wanga unaweza kuleta changamoto tukapelekea mtu akawa na uzito mkubwa. Na kwenye swala la utapiamlo inaweza kupelekea, kwa mfano inaweza kusababishwa na upungufu wa virutubishi. Kitaalamu kunaita kwa mfano na micronutrient, ambao kwa mfano kuna vyakula vyenye asili ya wanyama, kwa mfano protein wanasema, au wanga, au vyakula vyenye asili ya mafuta. Na mafuta salama wanasema yani mafuta yanayotokana na mimea, sio yale mafuta ambayo yanatokana na wanyama. Kwa mafuta salama ni yale yanayotokana na mimea. Na pia kuna virutubishi vile vidogo vidogo ambavyo huwezi kuona kwa macho, tunaita micronutrient, ambapo kuna vitamini pamoja na madini. Kwa hiyo kwa jumla yake ikitokea kuna changamoto ya upungufu mwilini, mtu anaweza kupata utapiamlo kama upungufu kwa wingi wake. Wanaoathirika kwa ujumla naweza kusema ni kuanzia watoto. Watoto hata wanapozaliwa na kuta wengine wanakuwa na uzito pungufu, hadi watu wazima, wanasema babu, wazee wanaweza kupata pia utapiamlo. Kwa hiyo wahanga ni watu wote bila kujali wako kwenye kundi gani la umri. Kwa hiyo kila mtu ni mhanga wa utapiamlo. Na changamoto kubwa inayotukuta anaweza kupelekea watu wakapata utapiamlo ni mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha na wenyewe una nafasi katika kupelekea mtu akapata changamoto ya utapiamlo. Ni kweli wahanga wengi ni watoto. Na kwenye kuna sababu ambazo huwa zinapelekea watoto kwa nini wanakuwa ni wahanga wakubwa. Kuna sababu. Kwa mfano miongoni mwa hizo sababu ni pamoja na malezi ya watoto, au malezi ya watoto pia inaweza kupelekea, ambao pia hata uelewa wa walezi, inawezekana wazazi au walezi uelewa wa jinsi ya kuwahudumia watoto inaweza kupelekea mtoto akapata utapiamlo. Na kwa mfano mtoto anapozaliwa hadi akifikisha miezi 6, mtoto huyo anatakiwa anyonye maziwa ya mama peke yake. Atakuwa anyonye maziwa ya mama peke yake. Chini ya miezi 6 atakiwa kupewa chakula kingine cha ziada. Na unapomshauri mama kuhusiana na kunyonyesha mtoto, lazima kuna mambo ya msingi lazima uyakumbuke. Kwa mfano mama anayonyonyesha ni lazima tujue mtindo wake wa ulaji wa chakula. Anakula mara ngapi? Na aina gani ya vyakula anavyokula. Kwa mfano mama anayonyonyesha ni vizuri kwa siku anaweza akala milo 3 na akapata na susa moja, au akala milo 3 akapata na susa 2. Kwa lugha rahisi nasema mama angalau ale mara 4 au mara 5 kwa siku. Na pia mama jitahidi kupata vyakula vyenye asili ya vinywaji ya maji. Kwa mfano kama ni maji, mama anakunywa maji mara kwa mara. Na mtoto atakiwa anyonye mtoto kadri anavyohitaji mtoto. Vizuri ikiwezekana angalau kila baada ya masaa 2 mtoto ananyonya. Hii itamsaidia mama, itamongezea uzalishaji wa maziwa. Kwa hiyo mtoto atakuwa anapata maziwa ya kutosha. Sasa kwenye tamaduni zetu au jamii zetu tunazoishi, watu wengi yani mtoto mkuta mama ananyonyesha, lakini ulaji wake wa chakula unakuwa ni wa kusuasua. Kwa mfano unaweza kusema mlo wa mwisho mama kula, labda ukisema labda alikula jana usiku, alikula labda saa 2 usiku, alafu usiku kuanzia saa 2 hadi asubuhi, hapo katikati atakuwa ananyonyesha
anaendelea, angalau akinywa maji mpaka labda kiu imtokee. Kwa hiyo hadi kesho, siku inayofuatia anakuja kunywa labda chai saa 4 au saa 5. Kwa hiyo unakuta kuna muda mwingi sana hapa katikati mama haja, kuna wakati ananyonyesha. Na pia unakuta mama ananyonyesha afu hajanywa hata maji. Kwa hiyo hii ina athari katika uzalishaji wa maziwa. Kwa ni vizuri mama awe anakula afu anakunywa maji, awe ananyonyesha. Hii itampelekea mtoto atakuja kuwa na afya bora. Na mtoto akifikisha miezi 6 ni lazima mtoto aanzishiwe chakula. Ndio chakula cha ziada. Kitaalamu inaitwa complementary feeding. Mtoto atakapofikisha miezi 6 lazima aanzishiwe chakula. Na hii inaenda hadi atakapofikisha mwaka mmoja. Mtoto chini ya mwaka mmoja, kitaalamu unashauri aina vyakula ambavyo watakuwa nakula ni vyakula vyenye asili ya maji. Kwa mfano kama ni uji, au kama ni viazi vya kuponda, au kama ni ndizi, anaweza kawa anakula. Na ulaji wa vyakula hivi kwa mtoto chini ya mwaka mmoja ni tofauti na mtoto kuanzia mwaka mmoja ambaye anaweza kawa anakula vyakula vya familia. Kwa hiyo kwanza anakula chakula kidogo sana. Kwa mfano, ukisema mtoto chini ya mwaka mmoja angalau anaweza kula hata vijiko 4. Hii inamaanisha kwamba asubuhi kama saa 1 hivi anaweza kupata kijiko kimoja, kama saa 4 asubuhi saa 4 watakuwa kubwa anapokunywa chai na yeye anaweza kupata kijiko kimoja mchana, alafu na jioni au usiku kijiko kimoja. Moja ya dalili za utapiamlo inaweza kupelekea mtoto akawa na uzito pungufu. Kitaalamu na severe acute malnutrition inaweza kuwa na uzito pungufu kana ukondefu. Kwa hiyo mtoto, moja dalili ya wanakuwa na uzito mdogo. Au wagonjwa watoto wengine waweza kupelekea wanasema ugonjwa kwa shako. Siku hizi wanaita nutritional edema. Kwa hiyo inawezekana kama ni moja akapata hali hiyo. Na moja ya kwa mfano watoto wenye kwashako kwanza huwa hawapendi kula. Hawana ushirikiano. Tofauti na wengine ambao wenye ukondefu wanakuwa na hamu ya kula. Kwa hiyo inaweza kupelekea hizo miongoni mwa changamoto ambazo wanaweza kupata watoto. Kitaalamu mtoto anapozaliwa, kwa mfano kama amezaliwa na kilo 2.5, kilo 2.5. Kwa hiyo anapofikisha mwaka mmoja nategemea atakuwa angalau na kilo 10. Kwa hiyo mtoto anapofikisha mwaka mmoja anakuwa anaongezeka mara 4 ya uzito ule aliozaliwa nao. Na ikitokea amefikisha mwaka mmoja alafu uzito wake utakuwa ni chini ya huo uzito, nasema huyo mtoto anakuwa na uzito pungufu. Kwa hiyo ni lazima tumuulize mzazi au walezi wake utaratibu wa kumlisha huyo mtoto ukoje, na au alishapata au ana changamoto za kiafya, labda anaumwa mara kwa mara. Hii itaweza kutusaidia kujua kwamba kuna changamoto gani. Kwa mfano chakula wanachokula familia na mtoto anaweza akala. Ila kitu cha kukumbuka ni lazima kwamba ulaji wa mtoto ni tofauti na watu wazima. Kwa hiyo kwa mfano hata matonge mtoto anayokula ni madogo tofauti na mtu mzima. Ni vizuri kama mtoto anapewa chakula chake kwenye sahani yake, unamtengea chakula anakuwa anakula. Na kipengele cha chakula cha familia, kwa hiyo mtoto anaweza akashiriki. Kwa mfano mtoto chini ya mwaka mmoja, baada ya mwaka mmoja atakapofikisha mwaka mmoja, anaweza akashiriki akawa anakula vyakula vya familia. Madhara au changamoto zinaweza kujitokeza kwa mtoto mwenye utapiamlo, kwa mfano mwenye uzito pungufu au mwenye kwashako. Hii inaweza kuathiri hata ukuaji. Kwa mfano inaweza kupelekea mtu anasema umri alikuwa nao na uzito na urefu wake unatofautiana. Kwa hiyo akawa mfupi. Kwa hiyo inawezekana ni changamoto za muda mrefu. Pia inaweza kupelekea mtoto akawa na changamoto ya uzito ukiwa mdogo, hata kinga ya mwili inaweza ikawa ndogo. Kwa hiyo mtoto akajikuta akawa anaumwa mara kwa mara. Kwa hiyo familia inajikuta inatumia gharama kubwa katika kumhudumia au kumtibu mtoto. Pia inaweza kaenda mbali, mtoto atakapoanza shule, hata ufaulu wake darasani ukawa ni mdogo. Kwa hiyo ni vizuri malezi ya watoto ni ya kuzingatia sana, kwa sababu tangia ukiwa mdogo lazima usimamie
malezi yake na makuzi yake, ili atakapoanza shule atakuwa uelewa wake mzuri. Kwenye kipengele cha lishe huwa tunawashauri kina mama au walezi jinsi ya kuwasaidia watoto, pamoja na wakija hospitalini. Sisi wa Afrika tunasema kusema wakazi wa jamii inayotuzunguka, wengi utapiamlo wanaona kama sio shida kwao, ila huwa wanakuja wakiwa na hali nyingine. Kwa mfano wanakuja na magonjwa mengine. Kwa yale magonjwa atakapokuja ndio unagundua kwamba huyu mtoto mbona ana dalili za utapiamlo, ndipo tunapoanza kumhudumia. Kwa mfano kipengele cha maziwa, kwa mfano cha maziwa, mtoto chini ya mwaka moja huwa tushauri umpe maziwa ya moja kwa moja, maziwa ya ng'ombe, kwa sababu maziwa ya ng'ombe yanakuwa na kiasi kikubwa cha protini, yanaweza kumsababisha matatizo ya figo. Na kipengele kwa mfano na moja ya changamoto ya maziwa huwa inapelekea mtoto anaweza akapata changamoto ya upungufu wa damu, tunaita nutritional anemia. Kwa hiyo mtoto chini ya mwaka moja lazima umpe maziwa ambayo yanakuwa yamechanganywa na maji kwa uwiano sahihi ambao unaweza kumsaidia. Na kwenye kipengele cha mboga za majani, ni kweli mboga za majani zinaongeza damu, lakini sio rahisi kama unavyofikiria, kwa sababu madini ambayo yanaongeza damu yanayopatikana kwenye mboga za majani, mwili kuyapata inahitaji mwili uwekeze nguvu ili kuyapata yale madini. Ndio maana nasema ukipika mboga za majani ni vizuri kwanza unapoziandaa, lazima kuziandaa kwake na kuzipika kwake, wakati unazipika lazima uwe pamoja na mfuniko. Hii itakusaidia kuepuka kupotea kwa madini, kwa vitamini ambayo tunaita vitamini C. Kwa vitamini C husaidia ufyonzaji wa madini ya chuma ambayo ndio yanaongeza damu. Pia hii inaweza kapelekea, kwa mfano unaweza kama hii inaweza kusaidia, kwa mfano upate ulaji wa matunda yenye asili ya wanasema citrus fruit, kwa mfano machungwa, malimao, mara kwa mara itakusaidia kuongeza ufyonzaji wa madini ya chuma mwilini. Kwa hiyo inaweza kusaidia kuongezeka kwa damu. Na miongoni mwa vyakula ambavyo bora huongeza damu haraka ni pamoja na nyama nyekundu. Kwa ulaji wa nyama nyekundu mara kwa mara, hii itasaidia kwa mtoto kuongeza, sio tu kwa mtoto, pia hata familia nzima, hiyo inaweza kusaidia kuongeza damu. Ni kwanza jamii lazima ikubali kujifunza. Lazima ikubali kujifunza kwamba tusiishi kwa mazoea. Tusiishi kwa mazoea kwa kufuata zile sheria ambazo ziko kwenye jamii. Na jamii inaamini, kwa mfano kuna baadhi ya vyakula, kwa mfano wanaamini limau linakausha damu. Fikiri ushawahi kusikia wanasema limau linakausha damu. Lakini ukija kitaalamu, vyakula vyenye asili ya limau huwa vinasaidia kuongeza damu. Kwa sababu madini ya chuma ili yafyonzwe mwilini lazima pawepo na vitamini C ambayo inasaidia kuongeza damu. Kwa hiyo maana yake ni vizuri ukapata ushauri, ukapata taarifa sahihi kutoka kwa watu sahihi, ambayo itakusaidia kufanya maamuzi sahihi ambayo yatakusaidia katika kuimarisha afya.